tuungane, kwa sababu tuko katika sehemu ambayo sio nzuri. Tungekuwa kwenye sehemu nzuri, basi hata sisi tusingekuwepo hapa. Naomba nitangulize kitu kimoja, kwa nini sisi tuko hapa. Kama alivyotangulia madam kuongea mwanzo, kwamba sisi tuko hapa kwa sababu ya kutoa malalamiko yetu, ambayo malalamiko haya hatuna sehemu ya kuyapeleka. Si tunaelewana jamani? Kwamba hatuna sehemu ya kuyapeleka. Ilitangazwa nafasi ya mkurugenzi wa wanachama na mashabiki, na watu wakatuma CV zao, lakini mpaka leo hii hakuna mrejesho wote. Kwa hiyo hii nafasi iko wazi bado, inatufanya sisi tuweze kuongea kama katiba inavyotutaka. Sasa nina machache ya kuongea ya kumjibu mwenyekiti wetu, kwa sababu mimi naomba ni base zaidi kwa upande wa mwenyekiti, kwa sababu ndio upande ambao unatuhusu zaidi sisi mashabiki na wanachama. Mwenyekiti, kuna kituo cha habari kimoja alihojiwa na akasema kwamba naomba mashabiki na wanachama mnipe sababu ya kunifanya mimi nijiuzulu, kwa sababu kila nikiomba sababu sipewi sababu ambazo zina mashiko. Sasa mimi naomba nimsaidie mwenyekiti sababu ambazo zinamfanya yeye ajiuzuru. Sababu ya kwanza ya kumfanya mwenyekiti ajiuzuru ni kushindwa kusimamia Kwa hiyo hii ni sababu ya kwanza, kwamba ameshindwa kusimamia ahadi yake, kwamba tumefungwa mara 5 mfululizo. Sababu ya pili, tumekosa ubingwa kwa misimu 4. Tena hii ndio mbaya zaidi, kwa sababu furaha ya mashabiki, wanachama na mafanikio ya klabu ni kubeba ubingwa, lakini kwa misimu 4 tumekosa ubingwa. Anaonaje kwamba hii sababu haimtoshi yeye kujiuzuru? Anataka mashabiki tufanye nini? Tufe ndio ajiuzuru au tufanye kitu gani? Kwa sababu wapo ambao watu wanapata pressure, kuna watu wana mioyo midogo, unanielewa? Kwa hiyo hii ni sababu ya pili ambayo inamfanya mwenyekiti ajiuzuru. Tumefika msimu huu hatua ya nusu finali kombe la shirikisho Afrika. Tumefika CRDB nusu finali. Tena hii CRDB mimi ndio inaniuma sana, kwa sababu CRDB bora tunaweza tukasema Yanga ni wenzetu, Berkane ni wenzetu, lakini tumekuja kutolewa hatua ya nusu finali na Singida. Unanielewa? Kwa tumekosa, tumefika hatua nzuri, mashindano 3 makubwa, na yote tumekosa. Chini yake yeye mwenyekiti ambaye anasema yeye haoni sababu za nini za kumfanya ajiuzuru. Hii pia sio sababu. Cha tatu, mwenyekiti hajafanikiwa kutuunganisha mashabiki, badala yake anatugawa. Leo hii kila mmoja anaongea kwake. Kuna upande ambao wanamuafiki yeye, upande anajua mwenyewe anachokifanya. Hii sababu ya kutugawa na kutokutuunganisha na kuwa na gepu kubwa baina ya mashabiki na viongozi, hili ni tatizo. Ndio mmomonyoko wa klabu unapoanzia hapo. Kwa nini atugawe? Kwa nini asituunganishe? Tumehitaji kwa muda mrefu mkutano mkuu wa dharura, mpaka leo haupo. Sasa ni klabu gani ambayo inaweza, au ofisi gani, au niseme kampuni gani inaweza ikawa na maendeleo bila mikutano au vikao vya ndani au vya mashabiki na mambo kama hayo? Sababu nyingine, kusimamia kama yeye alivyoahidi, alisema atasimamia na kuboresha miundombinu na huu mfumo wa mabadiliko, lakini mpaka leo sijaona hiyo miundombinu ya klabu. Hiyo ni sababu nyingine ya kumfanya step down. Miundombinu ipi ya klabu? Labda nyinyi wenzangu waandishi wa habari mnafuatiliaga huko, labda pengine mmeiona. Ni miundombinu ipi ambayo kafanikiwa mpaka sasa hivi?
kufika hatua ya nusu fainali kafu kama yeye anavodai kwamba mimi nikifika sisifiwi anasifia mtu mwingine si na nini. Kufika hatua nusu fainali au fainali sio mafanikio, ile ni hatua. Mafanikio ni kubeba makombe. Yeye anasema ukifika fainali au nusu basi ndio mafanikio. Hapana, ile ni hatua tu, kwamba tumetoka stage hii tumefika stage nyingine. Lakini mafanikio ni kuchukua sasa kile unachokishiriki. Hatujachukua. Kwa hiyo tunamuomba huyu nitaka nimpe cheo sio. Tunataka mwenyekiti wa klabu Murtaza Mangungu ajiuzuru kwa wema, na kujiuzuru sio kitu kibaya. Sisi tunaendelea na uandishi wa habari. Kujiuzuru ni kitu kikubwa sana, kinakuonyesha ukomavu na uwajibikaji. Kwa sababu kama wewe unaipenda klabu na unaijali klabu yako, unaitakia mafanikio, basi unapisha, ile itatengeneza heshima yako, kuonyesha kwamba unawajibika. Kama walivyofanya kina Swedi, ameona na kuongoza muda mrefu, lakini ameona mambo hayaendi. Tulikuwa na mafanikio, akakaa pembeni mpaka kesho watu tunamkumbuka. Sasa haya mambo ya leo ya aibu haya, mpaka tunakuja sijui wachezaji wanadai mishahara wakati pesa zimetolewa, wachezaji si wanadai bonus, pesa zimetolewa, hatujui ziko wapi na kwa nani, na huyo mtu anazificha kwa makusudi gani, na hii yote ni kwa ajili ya nini? Tunajua hii yote inawezekana labda ni kumkwamisha mwekezaji, kumgombanisha baina ya mwekezaji na mwanachama na mashabiki, kitu ambacho sisi hatuwezi kukubaliana nacho. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, tunaomba hizi sauti zetu mtusaidie nyinyi kuzipaza, imfikie mwenyekiti wa klabu ajiuzuru. Sio tunamuomba, tunamtaka ajiuzuru, kwa sababu hatuna sababu ya sisi kumbembeleza. Anang'ang'ania nini? Kwa sababu anakwambia kuna ule usemo unasema mtu yeyote hakai mbali na mzigo wake. Nina mashaka na mwenyekiti. Kama unang'ang'ania hii sehemu, basi kuna maslahi kwako. Laiti kama kungekuwa hakuna maslahi, mwenyekiti ungetoka. Sasa unasubiri nini mpaka sasa hivi? Hizo sababu nilizokupatia mwenyekiti zinakutosha wewe kujiuzuru. Hujatimiza matakwa yetu na ahadi zako wewe pia binafsi hujazitimiliza. Asanteni sana.